Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kesi ya jinai namba 13088 ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Frank Benjamin Kayamba na wenzake 17 ambao ni wanafunzi waliokuwa wakishtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu kwa tuhuma za kufoji mkopo wa elimu ya juu na kuwawezesha kusoma katika vyuo mbalimbali vya elimu ya juu Tanzania, ilikuwa imeitwa mbele ya Mheshimiwa Lomuri Mbuya, hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, kwa ajili ya kuja kuchukua maelezo ya awali kwa maana ya preliminary hearing. Na kesi hiyo baada ya kufika, upande wa utetezi ukiongozwa na mimi wakili Peter Madeleka, tuliweka pingamizi kwamba hati ya mashtaka inayowakabili washtakiwa ilikuwa imekiuka kanuni ya 4 ya kanuni zinazotoa haki na wajibu kwa washtakiwa kupata nyaraka za ushahidi wa upande wa jamhuri, na kwamba wajibu huo haukufanywa kwa kuambatanisha hati ya mashtaka na ushahidi huo. Na tuliweza kuieleza mahakama pia, wakati DPP anafanya maamuzi ya kuwashtaki wanafunzi hao, alikuwa hajui sheria hiyo. Yani alileta tu bila kufahamu kwamba kuna sheria inayomtaka kuleta pamoja na ushahidi. Kwa hiyo baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, mahakama imekubaliana na hoja yetu kwamba DPP alifungua kesi hii kimakosa na bila kufuata sheria chini ya kanuni ya 4, kanuni ndogo ya pili ya kanuni za zinazotoa haki kwa washtakiwa kupata ushahidi wa upande wa mashtaka. Na kwa maana hiyo kesi hiyo ilifunguliwa kimakosa na wanafunzi wameachiwa huru baada ya kesi hiyo kuwa imefutwa. Na pia mahakama imesema kwamba kama DPP ataona ana haja ya kuwashtaki tena wanafunzi hao anaweza kuwashtaki, lakini sisi tumesema akiamua kuwashtaki awashtaki tu, kwa sababu tunajua atakosea tena sheria, kwa sababu sheria sio jambo la kukurupuka, unatakiwa usome uzielewe ili unapozitumia ziwe kwa ajili ya lengo la kuwatendea watu haki. Kwa hiyo wanafunzi wameachiwa kwenye kesi ya jinai namba 13088 ya mwaka 2026 ambao walikuwa ni Frank Benjamin Kayamba na wenzake 17 kutoka vyuo mbalimbali vya elimu ya juu hapa nchini, lakini wamekamatwa tena na mimi nitaendelea kusalia katika viwanja vya mahakama hii ya mkazi ya Kisutu Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuwawakilisha katika hatua nyingine zitakazofuata. Lakini ieleweke tu kwamba mahakama leo imekataa kutumika kwa ajili ya watu ambao wanaletwa mahakamani bila kufuata sheria.